صلاة تخرجنا بها من ظلمات وتكرمنا بنور وتوضح لنا ما أشكال حتى يفهم إنك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. Huu ni mlango wa usuna wa kusujudu au mlango wa usuna wa sijida ya kushukuru inda husuli ni'matin dhahira, wakati wa kupatikana neema ya wazi, au indifa'i baliyatin dhahira, au kuondoka balaa la wazi, mtihani wa wazi. Uislamu unatufundisha wakati wote kushukuru. La in shakartum la azidannakum, mkishukuru Mungu anasema nitawazidishia kwa hakika. La in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid, na mkikanusha neema adhabu yangu kwa hakika ni kali. Allah subhanahu wa ta'ala kwa maelezo yake haya anatutaka tuwe ni wingi wa shukurani, na hilo ni hakika, kwa sababu hata yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu katika moja ya majina yake 90 ana jina anaitwa Shakur, mwingi wa kushukuru, mwingi wa. Na sasa utaenda kujiuliza, Mungu yeye anamshukuru nani? Maana kushukuru ni kusifia sawa kwa mdomo, lakini kukiri ulichofanyiwa kwa moyo ndio kushukuru. Mdomo wako unasifu sawa, moyo wako unakiri ulichofanyiwa na unakikubali na kukienzi. Lakini miongoni mwa maana ya ndani kabisa ya kushukuru ni kukitumia kila alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika eneo lake husika. Hiyo ndio maana halisi ya ndani ya kwaje ya kushukuru, kukitumia kila alichokupa Mwenyezi Mungu pake panapo husika. Kwenda ukatumia nje ya sehemu husika ya kila alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huko ndio kukufuru. Husaini, nimekuona hapo, mbona unajificha? Jicho lione wapi? Ukaona pale linapotakiwa kuona, ndio kushukuru. Ulimi wako utamke nini? Ukatamka kile kinachotakikana kwa kutumia neema ya ulimi, ndio kushukuru. Sawa? Kwa sababu neema za Mungu ni nyingi. Utumie kila kinachotakikanwa alichokupa Mwenyezi Mungu katika eneo lake husika. Fahamu? Umefahamu? Na ndio uumini uko hapo. Ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu, ajabu kubwa ya mambo ya muumini, mambo yake yote ni khair. Akipata chenye kumfurahisha ushukuru, akipata chenye kumhuzunisha usubiri. Kwa hiyo kwa hilo basi tumeelewana na kuna baadhi ya mambo mtu afundishwi, ni bia. Miongoni mwa hayo kushukuru, mtu afundishwe kushukuru. Hiyo huwezi kukuta darasa ya kushukuru. Katika hayo hakuna darasa ya hikma, kufundishwa hekima. Katika hayo hakuna darasa ya subira. Unaambiwa tu hivyo subira. Lakini sasa ngoja, faslul awwal fi sabri, faslu thani hakuna. Ni nini? Ni vitu, kwa sababu ni vitu vya kimaumbile. Ni vitu vya ghariza. Wanadamu anaumbwa na kitu hicho au anakoseshwa na kitu hicho. Kuna mtu ameumbwa na subira tu. Kuna mtu kaumbwa hana kusubiri.
Kuna mtu ameumbwa ndani yake kuko kushukuru, kuna mtu ameumbwa hana kushukuru, hata umfanzeje. Yani utaka tumfanyia yeye anakwenda kinyume na shukrani. Ukimpa anajifanya anaweza, ukimnyima choyo rombaya kuna peke yake. Sawa jamani? Kwa leo huu ni mlango mkubwa sana, japokuwa una hadithi hii, kwa sababu hakuna darasa ya shukurani. Ndio hadithi yake hazitirimki hapo. Kwa hiyo unatakiwa ukionana na neema ya wazi wazi shukuru. Sawa? Imeondoka mtihani, shukuru. Imeeleka. An Saadi ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a rasulillah sallallahu alayhi, tulitoka pamoja na mtumi sallallahu alayhi wasallam, min Makkah nuridul Madina, kutoka Makkah tunakusudia kwenda Madina. Falamma kunna qariban min Azwaraa, na zama tulipokuwa karibu na kitongoji cha Azwaraa, nazala, alishuka mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma rafa'a yadayhi, kisha akanyanyua mikono yake juu. Hiyo tunapata kwamba kunyanyua mikono wakati kuomba dua imo Fada Allah saa, akamuomba Mwenyezi Mungu kwa kitambo. Umeelewa? Thumma kharra sajida, kisha akapomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu. Sawa sawa. Famakatha tawilan, akabaki hapo kwenye sijda muda mrefu. Thumma qama, kisha akasimama. Farafa yadaihi, ndio akanyanyua tena mikono yake mbele. Thumma kharra sajidan, kisha akapomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu tena. Famakatha tawilan, akabaki hapo katika sijda muda mrefu mbele. Ndio hapo haya, ndio mimi nauliza kwa sababu nikiona kuna vitu huku na kwa kuna thumma dafa, thumma kama farafa yadai saa, thumma kharra sajidan. Umeelewa kwa nyenye faalahu, amefanya hivyo mara tatu. Kaa vizuri shaka pale, nafasi ipo pale, msikae milangoni. Sawa sawa. Faalahu thalatha, alifanya hivyo mara tatu. Sawa mbele. Waqala, akasema inni sa'altu rabbi, hakika mimi nilimuomba bwanangu. Wa shafa'tu li ummati, na nikawaombea umma wangu. Fa'atani thulutha ummati, akanipa thuluthi ya umma wangu wote, nikaenda naenda nao peponi. Moja ya tatu nimemuomba nikaenda nao. Sawa. Fakarartu sajidan, nikapomoka hali ya kuwa ni mwenye kusujudu, li rabbi, kwa ajili ya bwana wangu, shukran, kwa kushukuru. Nikushukuru kwamba kanipa moja ya tatu ya umma wangu kwenda nao. Thumma rafa'tu ra'si, kisha nikanyanyua kichwa changu. Fasa'altu rabbi li ummati, nikamuomba tena Mwenyezi Mungu kuwaombea umma wangu. Sawa. Fa'atani thulutha ummati, akanipa tena thuluthi ya umma wangu nyingine. Sawa. Fakharartu sajidan li rabbi shukra, nikapomoka tena hali ya kwa kumsujudia bwana wangu kwa kumshukuru. Sawa. Thumma rafa'tu ra'si, kisha nikanyanyua kichwa changu. Fasa'altu rabbi li ummati, nikamuomba tena Mwenyezi Mungu wangu kwa umma wangu kwa mara ya tatu. Sawa. Fa'atani thuluthal akhar, akanipa thuluthi ya mwisho, akhiri thuluthal akhira. Sawa. Fakharatu sajidan li rabbi, ipo shukra, nikapomoka kwa ajili ya bwana wangu kumsujudia. Tumeelewana? Amefanya hivyo. Kwa hiyo alimuomba akampa, alimuomba, kila akimpa anashukuru.
Kwa bwana, nataka tena wengine basi thuluthi tu. Mungu bwana, thuluthi. Wale wengine sasa walibaki kule. Haya, na hao kasujudu. Bado fungu moja. Kwa akatupata sote. Ndio sende kujiachia tena Sijui sasa dua ndio hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimekwambia hadithi moja tu. Ingekuwa imeelezwa vitu vingi tungeona. Huyo ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unapata nini? Huruma yake na hirsi yake Mtume sasa. Hakutaka kwenda peponi peke yake. Alitaka kwenda na watu wake. Kwa nini? Ya kwanza shafaatu, mbili saaltu. Alijua kwamba hawa wana madhambi, wana makosa, wana matatizo. Kwa akawaombea msamaha. Shufaa ni kuwaombea msamaha. Kaombea msamaha. Wamekosea. Na hivyo ndivyo alivyokuwa nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi anitum harisun alaykum. Mtume huyu fabima rahmatin min Allahi walau kunta fadlan ghalidhal qalbi mbele fa'fu anhum, wasamehe, wastaghfir lahum, kisha waombe Mungu na awasamehe, kisha washawirhum, na shauriana nao. Kiongozi unatakiwa hivyo, baba unatakiwa hivyo, kuwa laini kwa unaowalea. Sawa? Kuwa mpole kwa unaowalea. Jiweke nafasi yako kwamba mimi ni baba, mimi ni kiongozi, mimi ni shekhe. Umefahamu vizuri? Uone hapa, fa'fu anhum, wasamehe. Huyo nani anaambiwa? Na baada ya kuwasamehe wewe kama wewe, cha pili fastaghfir lahum, waombee na Mungu afanyaje? Na wewe ukipata siku kuna unaowaongoza, njia yako ni hiyo kama Muislamu, lakini ndio njia yako. Njia yako Sheikh Fadhili hiyo. Umefahamu Alwalid? Na usikubali ukaenda wewe peke yako, nenda na wenzio peponi. Usiwakatie pote kwamba huyu wa motoni tayari huyu. Chana naye. Huyu. Nenda na ahibba linnasi, nenda na hadithi hiyo. Ahibba linnasi ma tuhibbu nafsi. Nasihi watu, samehe watu, kuwa mpole kwao. Mwende wengi, pepo kubwa. Pepo kubwa. Na haina mwenyewe isipokuwa nyie nyote. Umefahamu vizuri? Teremka. Yule unayemwona huyu kashindikana, mwambie Mungu huyu asinishinde mimi. Nenda naye taratibu. Ukianza hiyo ndo fadlan ghalidhal qalbi, la mfadhu, watakutoroka. Lakini Waislamu sisi wa sasa, maelezo hayo hatuna haja nayo. Kila mmoja amejikatia uungu mtu, usijidanganye. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi. Wewe jitahidi tu. Mtume huyu sallallahu alaihi wasallam, tunasoma sijda shukuri hapa, lakini tunaona vitu vya ajabu. Ya kwanza kabisa anasema ni pale mimi shafaatu li ummati, shafaatu umma wote aliwaombea, li ummati, kawaombea msamaha, ndio shufaa. Sawa? Kwa sisi tunapoimba pale ya akramal khalqi ma liman aludhu bi siwaka inda
lilhadithi aya wala yadhika rasulallahi ja'uka bi idhal karimu tajalla bismi muntaqimi. Twende bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Wakina Busiri wameandika maneno hayo kwa kujua kwamba wao ni watu wa kukosea. Wao Busiri wakati watu wakufaje kosea kuvurunda, lakini wanaye mtume pembeni ya akramal khalqi mali man aludhu bi siwaka, sio siwa abi, siwaka inda ulul hadith lam wewe ulivyo wala yadhika rasulullah. Tumesoma mibeti yote, nendeni mkawe na tabia hiyo kwa mbele. So kidogo wewe mimi wewe, wallahi nakwambia sitosemeshana na wewe mpaka kiyama. Wewe huwezi kuongea na mtu mahakamani, utaongea naye kiyama huko. Mungu anasimama mwenyewe huko, atumwe mtoto sokoni. Hata wale malaika wale wa kuandika wote nao wanatetemeka, wengine wanajuta kwa nini tuliandika huko. Subhana anasimama alafu anauliza kijeuri, limanil mulku leo, nani mfalume leo? Tena kwa lamu ya milki, liman, ufalume ni wa nani? Aulizi manil mulku li kwa lamu, limanil mulku. Mnakaa sana milangoni kule, nafasi iko nyingi kule, huku sitaki huku mkae. Mnachelewa kusudi bwana, mkae milangoni bwana. Kule nafasi, unaona watu wamekaa huku pachu hizo. Sawa alafu mnanitoa katika pozi. Sawa imeeleweka. Ukikutana na neema ya wazi shukuru. Ukikuondoka mtihani shukuru. Yani wewe wakati wote wewe mtu wafaje? Washukuru ahsanu ma raaitu murtamisan muhawalatan inda Allahi. Shukuru watu, shukuru Mungu. Kidogo shukuru, kikubwa shukuru. Mtihani mkubwa vumilia, mdogo vumilia. Kaki hata kama unaweza kujitotua wewe, subiri. Babu sawa. Babu fadli qiyamil layl. Huu ni mlango wa ubora wa kisimamo cha usiku. Babu fadli qiyamil layli, mlango wa ubora wa kusimama. Sasa tunazungumza mambo makubwa kabisa Fursa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi tutakayosoma anatufundisha fursa. Tunatakiwa tupambanie au tutumie opportunity mnaita. Sawa? Miongoni mwa fursa ambazo watu wanaipoteza ni qiyamul layl. Qiyamul layl jamani. Subhanallah. Qiyamul layl. Ukiwa mwanafunzi, ukiwa shekhe, ukiwa tajiri, ukiwa masikini, maadamu wewe ni umma wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usitupe qiyamul layl. Usitupe wala urakate. Usitupe, hiyo ni fursa kubwa. Ni kapu la kutilia vitu vyako. Innal muttaqina fi jannatin akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli wa bil ashari hum. Aya naipenda sana. Anasema innal muttaqina fi jannatin wa uyun, hakika wacha Mungu. Anaanzia nyuma alafu ndo anakwenda, yani aya inaanzia mwisho kisha anakwenda mbele. Sawa mnaijua hiyo kitu kibalagha inaitwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun, kwa sababu washafikia daraja ya takwa. Takwa ndo unagota kutoka hapo unapanda daraja, lakini hasa unatakiwa uwe taqiu. Sawa innal muttaqina fi jannatin, hakika wacha Mungu watakuwa katika
mabustani na swimming pool, wa uyun, chimbe zile za maji kutoka katika magarden, lakini wa uyun, na vitu ambavyo mwanadamu anavipenda innal muttaqina fi jannati wa uyun. Wanafanya nini? Akhidhina ma atahum rabbuhum, wanachukua alivyowapa Mwenyezi Mungu. Si unajua Mungu anaenda kugawa kule, lahum fiha ma yashahun, lahum fiha umo peponi, umo watu watapata wanavyovitaka, wanavyovitamani. Wewe kuna vitu unatamani useni, utavipata peponi. Hapa nini hapa? Hapa unakipata alafu unakiacha au kinaoza. Mzee Kingi, hata ukilitamani ile gari likubwa inafika wakati nao unaambiwa la kizamani. La gari gani bwana? Out of fashion. Inakuja gari nyingine, na wazungu washenzi kwa wanavyojua kutafuta hela. Kila baada ya miaka 5, zamani ilikuwa kila baada ya miaka 10. Na nchi zinaendelea sio kila baada ya miaka 3 inatoka Toyota nyingine. Ile ishakuwa ya kizamani. Na hata namba umebadilishwa A, B, sijui nini, ujanja tu. Zamani ilikuwa TD tunakwenda, lakini siku hizi gari namba B hiyo huwezi kuinunua. Peponi hakuna huko vitu viozi huko. Peponi hamna vitu vya kizamani. Na ukiona cha kizamani wewe ukitamani kinakuja cha kisasa. Pale pale. Sawa? Allah. Wabashiril ladhina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Hapo kullama ruziqu minha min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qablu wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Mwenyezi Mungu atutie peponi. Amin. Kudanganyika na zukhrufu hizi za kijinga hizi ndio kullama ruziqu minha, sawa, min thamarati rizqa qalu hadha alladhi ruziquna, yani ule ususu wavu utakuwa tumekula jana chungwa hili, yani hichi kiporo hapa unapaswa kionja, sio kiporo hicho, hiyo hujawahi kula wewe uone kama ya jana. Kumbe ndo wa utubi kumbe kama ni kumuonekano tu, lakini ladha huko, ladha azishi. Ladha unaweza kuletwa ndizi lakini ladha ya chungwa imezugwa kidogo. Kumbe mimi nilikuwa nafikiri ndizi. Sasa hiyo nini hiyo? Yaani kila unachotaka peponi au seni, rafiki yangu, na kuona hivi hujaingia watu wameingia. Sawa. Sasa innal muttaqina fi jannatin akhidhina ma atahum, hapo sasa ndio yale machungwa manini magari ma atahum rabbuhum. Kwa nini? Innahum kanu kabla dhalika, walikuwa muhsinin, walikuwa watu wema. Wameupataje? Kanu qalila min al-laili, walikuwa usiku wanalala kidogo. Wema unatengenezwa, wema unaotengeneza usiku kwa kulala kidogo. Kanu qalila min al-laili ma yahjaun, lakini wanafanyaje? Wakiwa macho, wabil ashari, usiku wa manane, hum yastaghfir, wao walikuwa kimomba Mungu msamaha. Wewe nini unahesabu madhambi ya watu? Unajua kaliombea msamaha lini hilo? Kichwa chako. Harakana tasbih yake, astaghfirullah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika a'udhu bika min sharri abu laka bi ni'matika wa abu faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Anapiga hii. Haya, wewe unakuja hapo unasema nini mbele ya mtu na Mungu wake? Mwache mtu na Mungu wake. Mzee Kingi, unaelewa? Fursa tunasoma fursa hii hapa. Qala Allahu ta'ala wa min al-layli fatahajjad, na sehemu ya usiku simama. Tahajjud maana yake nini? Simama. Zile ibada za usiku zinaitwa tahajjud, sawa?
fatahajjad bihi nafilatan lak, hali ya kuwa ni sunna yako. Asa an yab'athaka, asa hapa haina maana ya taraji au taraku. Hapa asa ni hakika. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, Mola wako atakufikisha sehemu yenye kuhimidiwa. Sawa, ndio mafanikio hayo. Wakala taala, na akasema tena alikuwa ametukuka, anawasifu watu wema. Tatajafa junubuhum anil madhaji, ndio zinaepukana mbavu zao na malalio yao. Yani kumbe hapa unaonyeshwa siri, raha ya kisimamo cha usiku, uamue kukiacha kitanda baada ya kuwa ulikuwa nacho. Unalala kidogo, alafu mbavu zako zinaachana na kile kitanda, unaamka. Sio ile kufanyaje, kupitiliza ujalala tangu umeswaliisha. Swaliisha, nenda kapumzike, panda kitandani ulale huko saa 9 huko saa 8 huko. Tatajafa junubuhum anil madhaji, mbavu zako zinaachana na nini? Na kitanda. Unakwenda unajitwaharisha, unaweka msala, unaambia ndo nshamka Mwenyezi Mungu, nenda kaseme na Mola wako, nenda. Mimi nimeishi na babangu Mzee Alhadi, hata yuko usiku utamsikia sauti yake nzito, na mnaweza kuongea afa, jamani nendeni usiku, kila mmoja kaongee na Mola wake. Sijui alomaliza naye huko mwisho kama alikuwa hivyo, lakini wewe wakati wa kuongea na Mungu nakwenda naongea naye, ndio time ile, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu mwenyewe anasema anakuja ila samai dunia nuzulu yalikum bijalali, utelemkaji anaojua yeye mwenyewe, lakini sasa anakuja na anauliza anayetaka ni nani nimpe, mwenye makosa ni yupi, anayetaka nimsamehe nimsamehe. Alo hivi yana anasema hivyo mpaka alfajiri inachomoza, wewe unalala tu. Kingi wewe, amka mwambie mimi na ukiipatia hiyo, ukiweza hiyo, alhamdulillah, Mwenyezi Mungu atujalie. Kwa hiyo fursa hiyo, akasema kanu qalila min al-laili, ala, kumbe kipo kile kipande walikuwa kwa uchache sana katika baadhi ya usiku wakilala, mini yatabiri yahjaun, wakilala tena katanguliza qalilan, mapema kabisa. Wa an Aisha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa mtumi sallallahu alayhi wasallam yaqumu min al-layli, akisimama usiku, hata tatafattara qadamahu, mpaka inafura miguu yake. Unajua kufura kuvimba kutoka malengelenge. Fakultu lahu, nikamwambia, lima tasnau hadha ya Rasulullah, kwa nini wafanya hivi ewe mjumbe wa Mungu? Waqad ghufira laka ma taqaddama min zambika wa ma taakhara, na hakika umesamehewa wewe yaliyotangulia katika madhambi yako na yaliyochelewa. Qala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, afala uhibbu an akuna abdan shakura. Ameandikwa hivyo, hakuna afala uhibbu basi siwi mimi ni mja mwenye kushukuru. Na shukuru kama Mungu amenisamehe yaliyopita na hata nitakayofanya, kama itatokea hivyo basi nashukuru hiyo neema. Huyu ile shukurani yake tu, na hakuna pepo, hakuna moto kwake, akisimama mpaka miguu ya vaji. Sisi hatuna uhakika wa msamaha, atuvimbi hata kidole. Sisi tunavimba vitambi kwa kulala sana. Kila unaimuona anamshinda mwenziwe na kirshi yake, Abul Mihrab Sheikh Muhammad kila mtu Abul ngoma hii. Wewe vimba miguu kwa kusimama usiku, so vimba tumbo kwa vitumbua na kulala.
anasema afala akuna abdan shakura. Huyo mwenye uhakika wa pepo kavimba miguu kwa sababu ya kusimama. Sisi tunavimba mashavu na vitumbo. Idiliza vipi? Unaona shavu hilo? Mwenyewe ukicheka hata uliwezi linaanguka. Tuko wapi sisi jamani? Juzi nimwambia tukasome haya ili tukatumie Wallahi wanangu, tuyasome tukafaje? Natamani sote tuendelee au tuwe ni watu wa hivyo na wale wanaotufuatilia. Hayo ndo maujanja hayo. Sio maneno tu. Jana simama, alafu hiyo siri yako. Ukiamka asubuhi usimwambie mtu jana nimepiga. Maana kuna watu wengine yaani ibadi watu waambie faje? Simama. Ya nyinyi mlisikia kile kishindo kile? Yaani anaanzia hivyo, anaanzia mbali. Mlisikia kile kishindo cha nini? Usiku kwani wakati na swali kumbe hapa ndio alikuwa anapataka hapa. Hamza, siri yako. Yaani simama alafu unaamka asubuhi kimya. Muonyeshe Mungu. Simama kwa ajili yako. Usianze stories za natafuta ncha jana nisikia kitu unataka kusinzia ili uulizwe kwenye kawa bwana vipi saizi jana hiyo usiku yani mtunze bago nzuri sana yani kikombe cha kawa kinakuanguka vipi sasa jana ya mulai ile siri yako jamani. Sawa nimemtunza bago leo kaja vizuri. Muttafaqun alayh wa al-Mughira ibn Sha'ba nahwahu muttafaqun alayh. Na imepokewa hadithi nyingine kutoka kwa al-Mughira ibn Sha'ba nahwa, mfano hadithi kama hiyo pia ni muttafaqun. Wa an Ali radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailatan. Hadithi pia naipenda sana na imepokewa kutoka kwa Saidina Ali, Mwenyezi Mungu amwele radhi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam tarakahu alimjia usiku wa Fatimata na pamoja na Fatima, wao inajulikana wao gani hiyo? Maia hiyo. Anna nabii sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata. Ipo Laila? Ipo kwamba yani turuk ni yule mgeni wa usiku, yule anayekujia usiku, tariq. Sawa wasamai na hapa kwa mbingu. Hata mtu anayekuja usiku anaitwa tariq, mgeni wa usiku. Sawa Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaendea usiku Ali pamoja na Fatima. Fakala akasema ala tusalliani. Naona huruma ya Mtume hiyo. Jamanini hamswali usiku hunu, amka tuswali. Hapa Mtume anatafuta nini? Kwenda na wenziwe peponi. Kwenda na wenziwe Mwamshe tena wanakwambia usiku mtu mwamshe ataketobishi mwagie maji ya uso. Hamna kulala usiku. Mwamshe kidogo. Umpige na mto. Vipi kuswali? Mkeo mpige na mto. Mumeo akileta ujinga naye mpige na mto, mwagie maji, mnaamka. Nini kuswali? Hii ni fursa. Jamani, msende kumwagia na madoo ya maji. Ni navuji. Kitu kinaitwa navu, yale vimaji vya unachukua maji kwa nampiga picha. Mara 3. Nini wakati wa swala? Sasa bago ndo anamwagiwa maji. Wewe swala yenyewe nakufundisha mimi. Wewe niache mimi.
sawa muttafaqun alayh. Tarakahu ay atahu laila, kumbe ipo tafsiri yake mbele na nyinyi mnayo tafsiri kwa maana yake alimjia usiku kwa kumwamsha. Wa an Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, sawa Salim juzi tumetoa story yake kidogo imepokewa hadithi kutoka kwa Salim ibn Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, mjukuu wa Sayyidina Umar, anaitwa Salim radhiallahu anhum, an abihi, kutoka kwa babake, yani kutoka kwa Abdullah bin Umar na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kala, amesema ni'mar rajulu, ndio ni'mar rajuli Abdullah, sawa, lau kana yusalli min al-layl, bora ya mtu ni yule mja wa Mungu alau ataswali usiku. Huyu ndio bora ya mtu. Mtu bora ni mja wa Mungu yule anayesimama, ndio ni'mar rajuli Abdullah lau kana yusalli min al-layl, sawa hapa Abdullah haina maana ya alam ni mudhafu na mudhafu ilaihi tu, sawa ni mja wa Mwenyezi Mungu lau kana yusalli min al-layl. Qala Salim, akasema huyu Salim sasa, fakana Abdullah baada dhalika, ikawa baba yangu Abdullah baada dhalika la yanamu min al-layl illa khalila. Imeeleweka Sasa hii Abdullah ya pili ndo alam. Tumeelewana haya. Wengine wanasema zote ni alam, kwamba bora ya watu hapa Madina ni babako, lau angekuwa na simama usiku. Ukimwona mtu anafasiri, maana alikuwa Saidna Abdullah bin Umar hana kawaida ya kusimama usiku. Baada ya kusikia hivyo hakuacha tena kwa ajili ya kupata ule ubora. Sawa? Unaweza kuifasiri Abdullah kwa maana ya neema, ni alam, na unaweza kufanya kwa mudhafu. Sawa? Meleka. Wa an Abdullah au siapa? Fakana Abdullah baada dhalika la yanamu illa qalila. Muttafaqun. Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia, ya Abdullah la takun mithla fulani, wewe Abdullah usiwe mfano wa fulani. Kwani alikuwaje fulani? Kana yakumu laila, alikuwa ana kaida ya kusimama usiku. Fataraka qiyama laili, akaacha huko kusimama usiku. Usiwe kama yule, ukianza kusimama usiache usiache kabisa. Sawa? Ahabbul amali ila Allahi adawamuha wa in qalla. Fahimi? Muttafaqun alayh. Wa an Abdillah wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala dhukira inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun nama laila hatta asbaha, alitajwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu mmoja aliolala usiku wote mpaka akapambaukiwa na asubuhi, yani aliukuruza Qala, akasema Mtume kuhusiana na mtu kama huyo, dhaka rajulun, mtu huyo bala shaitanu fi udhunaihi, alimkojolea shetani masikioni mwake. Ile kulala kurr mpaka asubuhi, masikio yako umeageuza choo cha shetani. Tena atafuti kukojolea tumboni wala mdomoni, anakuja anatega ile nani yake juu ya sikio lako, ndio unaona utamu, kumbe unakojolewa. Wangapi leo hapo walikuwa vyo? Mikono juu. Kullukum ajmain. Mlijitayarisha au mmekuja sana hivyo na mikojo? Amini. Kichwa chote mikojo. Hiyo atakingia toki. Amka kidogo, yule jamaa akakojole wapi? Mtoni. Maneno ya Mtume, sawa?
au qala au lasema fi udhnihi, katika sikio lake, imma udhnaihi au udhnihi, shakum min arrawi muttafaqun alayhi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, imepokewa hadithi kutoka Abu Hurairah, Mwenyezi Mungu amwele radhi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, yaqidu shaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, hufunga shetani juu ya kichogo cha kichwa cha mmoja wenu, humfunga fundo. Idhu huwa nama, pale alipokuwa amelala, thalatha uqadi, mafundo matatu kwa nyuma kichogoni huko, sawa, mbele. Yadhribu ala kulli uqdatin, sawa, anafunga kwa kusema katika kila fungu moja. Yadhribu kwa maana kusema hapo alaika lailun tawil, lazimiana na usiku wote kulala. Farqud, lala, umeelewa alaika lailun tawilun farqud, sawa, lazimiana na usiku mrefu wote, lala. Upo anakufunga vile mafundo matatu, kila fundo moja anapiga mfano huo analipiga lile fungo na maneno yake, anasema fa inistaiqadha, akiamka mtu huyu, fadhakara Allah ta'ala, ndio akamtaja Mwenyezi Mungu halikuwa ametukuka, inhallat uqdatun, hufunguka fundo moja pale. Akiamka fundo moja automatically linafanyaje? Fa intawaddaa, akitawadha, inhallat uqdatun, huondoka, hufunguka fungo la pili. Fa in salla, na akiswali, inhallat uqdahu, hufunguka yote. Fa asbaha nashitan, anaamka hali ya kuwa ni mchangamfu, tayyiban nafsi, mwenye nafsi nzuri, sawa. Ukiona umeamka ile nyongo hujafanya haya. Kwa hiyo usiku amka, mtaje Mungu, alhamdulillahi ladhi ahyani baada ma amatani wa ilaihi nushur, linafunguka fundo moja. Unakwenda chooni, unajitayarisha vizuri, unatawadha, linafunguka la pili. Unasimama unaswali, yote yanakuwa yamekwisha, unakuwa mchangamfu pale, safi kabisa, una unyong'onyi. Wa illa, na asipofanya hivyo, asbaha khabitha nafsi, huamka hali ya kuwa na nafsi mbaya, kaslana, mvivu. Ndio wengi wanaamka hivyo Ndio utakuta mimi nishawahi hapa na utoka mbali, yeye bado hajakuja, anakuja kwa kutizama kwa kuchungulia useni huyo. Amka na mipango hii hapa, sawa. Qafiyatu ra'si akhiruhu, sawa kichogo cha kichwa ni kule mwisho wake huko, sijui na kama taji hapa, lakini mwenyewe najua hapa. Na kuna watu wenye machogo kwa rahisi. Sasa kuna watu wana ile mikate inaitwa kibolibo bolilo, ile rahisi anakamata tu kidogo, lakini kichwa cha baba kama hichi changu mimi kidogo namshughulisha, anafungaje sasa, sawa. Zamaneni tumsiogope. Abu na Saidi vichwa vyao rahisi, wake anashika tu hivi kama koni au maiki. Shetani mkorofi. Unajua katika mtu ambaye anatuchezea sana shetani, ana michezo ya ajabu, mikojo, kufunga vichogo, umeelewa? Ukianza kuswali, tumeona juzi anakupigisha dhurati, shetani kakusudia saa. Au mnasemaje? Hebu enendeni mkahesabu makero ya shetani kwetu sisi, ili mradi tu atutie kisirani. Sasa hii leo kufungana mafundo, leo tumeona vitu vile. Kwa hiyo hapa leo kuna watu wamefungwa, wamekojolewa, alafu wala umuone huyo mtu wal kisasu haki. Lazima kidogo uje na mipango. Mimi sio kila siku unanianisi kiasi hichi. Haya, tunaendelea. Wa Nabillahi bin Salami radhiallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, nimepokea hadithi nyingine kutoka kwa Abdullah bin Salami, Mwenyezi Mungu ameleradhi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ayuha nasu, enyi watu, afshu salam,
enezeni amani. Wa at'imu at'am, na lishaneni chakula. Wasallu billaili, na swalini usiku. Wannasu niyam, ilhali watu wengine wamelala. Tadkhulul jannata bisalamin, mtaingia peponi kwa amani. Mwenyezi Mungu ajalie katika hao. Hadithi maarufu afshu salama, enezeni amani. Enezeni amani. Uislamu ni amani. Uislamu ni amani, sio mapambano kila wakati. Uislamu ni amani bwana. Amani. Uislamu sio ugaidi, Uislamu ni amani. Tena kasema mambo matatu si manne: afshu salam wa at'imu ta'am wa sallu billaili wan nasu. Jawabu, tadkhulul jannata bisalamin. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ndio afdalu siyami baada Ramadhana shahrullahi almuharrami, bora ya saumu baada ya Ramadhani ni mwezi wa Mwenyezi Mungu ule Muharram. Sawa. Wa afdalu salati, na bora ya swala baada alfaridhati, baada swala ya faradhi, salatu laili, ni swala ya mtu usiku. Rawahu Muslimun. Sawa. Swala bora ni zile swala zetu za usiku, ambazo asubuhi, ambazo hazina usingizi mbele za kahawa. Nzuri sana. Sawa. Wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala salatul layli, swala ya usiku, ndo maana hiyo lamu hapo. Mathna mathna, ni rakaa mbili. Fa idha khifta subha, na utakapoogopea asubuhi kwa kupiga rakaa mbili, basi fa autir biwahidatin, lete witri rakaa moja. Maana hii anaonyesha kwamba witri inakuja mwisho kabisa huko. Bwana, unalala umesimama usiku, fungua macho, tunakwenda Wa anhu, na kutoka kwake Ibn Umar qala, amesema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam sayusalli min al-layli mathna mathna. Ipo sin yusalli min al-layli, anaswali usiku raka mbili. Wa yutiru bi rak'atin, na anafanya witri raka moja tu. Ndio utaratibu wake Mtume sasa. Sawa. Hebu soma hadithi inakuja. Wa an Anas, nataka nione imekuja vipi kwenu. Sema Abdu. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yuftiru min ash-shahri hatta nadhunna alla yasuma minhu wa yasumu hatta nadhunna alla yuftira minhu shay'an wala wa kana la tasha'u an tarahu min al-layli musalliyan illa ra'aytahu wala na'iman illa ra'aytahu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Wa kana la tasha'u, yuko te ya mukhadhaba, sio? Ndio tuko tunasema. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yuftiru min ash-shahri, akila katika mwezi, hata nadhunna an la yasuma minhu, mpaka tunadhani kwamba yeye hatofunga. Alikuwa na desturi hiyo. Wa yasumu, na inatokea wakati mwingine anafunga, hata nadhunna, mpaka tunadhani an la yuftira minhu shay'a, kwamba hatokula katika mwezi huu. Ilikuwa inatokea.
Wakana, na alikuwa, la tashau, hataki, yani hutaki wewe, ilikuwa la yashau kwa yeye, sawa sawa. Alikuwa hataki antarahu, kumuona yeye, minal-laili, usiku, musalliyan, melewa, ni mwenye kuswali, illa raaitahu, ila hapo utakapomuona. Yani alikuwa hana ile mipango ya kukuonyesha wewe kwamba mimi leo nitasimama usiku, labda itokee tu kumuona swali, sawa. Wala naiman, na wala hapendi kumuona yeye amelala, ila raaitahu, ila utakapoona kalala. Yani kwa hana heka za kabla ya mambo haya mawili. Kuna watu wanakuwa na heka za kusimama usiku kuanzia saa wewe bwana vipi tukaende tukale kuanzia saa 4 anaenda kutiatia nishemishi mpaka jamaa leo ataswali usiku. Na kwenye kulala hivyo vipi jamaa wakitoka yeye mtume usituki anaswali. Miswa sawa? Kalala. Ndio maana hii ndio sasa kuatea mukhataba. Sawa haya, alikuwa hapendi ile kukuonyesha kwamba mimi nitasimama usiku leo kama mursalina vile. Tukalale kwa sababu leo tuna qiyamul laili. Wa speaker. Mursalina anatukera. Mwenyewe mwenye mambo yake yalikuwa hivi. Umeelewa hadithi? Haya. Wa an Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na imepokea hadithi kutokana na Aisha, Mwenyezi Mungu amwele radhi, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kana, alikuwa yusalli 11 rak'a, akiswali rak'a 11. Mbele ta'ni fi laili, anamaanisha katika usiku ili neno ta'ni fi laili hili, sawa, sio la Aisha, la mpokezi, sawa. Mbele yasjudu sajdata min dhalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 aya. Alikuwa akisujudu sijida moja katika hizo rakaa za 11, kiasi cha mmoja wenu kusoma aya 50. Ndio kaweka hivi, sawa. Kabla an yarfa ra'sahu, kabla ya kunyanyua kichwa chake. Alikuwa ana ile bandika bandua tuloisema juzi, ikawatapisha watu kule Msae. Alikuwa akiweka hivi, kaweka kweli mpaka sakafa nini huyu, sawa. Wa yarka'u rak'atayn, ndio na akiswali rakaa 2 kabla salati al-fajr, kabla sala al-fajr, zile rak'atani kabla al-fajr thumma yadtaji'u ala shiqihi al-aymani, kisha hujilaza juu ya upande wake wa kulia, hatta yaatiyahu al-munadi li salati, mpaka amjie mwenye kuadhini au mwenye kukim tena, sawa. Hadithi kama hii tulisoma nyuma huko tukielezea usunna wa iktijai. Wa anha qalat, na kutoka kwake na Aisha amesema, ma kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala 11 rak'a, hakuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akizidisha katika Ramadhani wala katika usiku wa Ramadhani zaidi ya rakaa 11 sala zake za usiku, anavoamka usiku. Usiichanganye hii na tarawih, sawa sawa, usiichanganye na Mtume alikuwa akiswali tarawih na tahajudi. Kwa hiyo Ramadhani tahajudi yake ni hizo rakaa hizo, nje ya Ramadhani ni hizo, sawa. Yusalli 4, sawa. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, na alikuwa akiswali 4, usiulizie bwana uzuri wake na urefu wake. Urefu ni ule tuliosoma, anatandika Bakara yote, Al-Imrani yote, Nisau yote, ndio. Allahu akbar. Alafu zinakwenda 11 au 4, sio? Umeelewa kabisa? Yani akisimama anaanza alhamdulillah rabbil alamin mpaka
wala dhalina fanazil, alif lam mim, inaondoka hiyo mpaka Bakara. Juzu ngapi hizo? 3. Kisha inakuja Al-Imran yote juzu na nusu, kisha inakuja Nisaa. Sasa unasubiria Maida na kwamba bahati yako. Allahu Akbar. Imamu Fadhili naye imamu, kila siku unaishia, ndio umeenda mbali sana, unatukoga. Abasa watawalla anjaahu al-a'ma. Toka basi kidogo, vuka zama katika msaafu, tutandike siku moja Maida yote. Bwana, unafukuzwa siku ya pili tu. Usinyoshe mguu bwana. Sawa? Siku ya ngapi? Ya pili. Unatimuliwa. Haya. Unakuuliza kwani umeaga? Sawa? Wala tas'alan husnihinna wa tulihinna thumma yusalli 4, kisha napiga 4 zingine. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna, usiulizie uzuri wake na urefu wake. Thumma yusalli 3, kisha napiga 3. Fakultu, nikasema ya Rasulullah, mjumbe wa Mungu, atanamu kabla an tutira, unalala kabla ya kuswali witri? Fakala, akasema kumwambia mkewe, ya Aisha, ewe mke wangu, inna ainaya tanamani, hakika mato yangu hulala, wala yanamu kalbi, lakini haulali moyo wangu. Kuna hapa napumzisha mwili tu, lakini moyo bado uko hai, kwa vile unamsabihi Mungu. Napumzisha mwili. Sawa? Na haki ya kupumzika kidogo. Ngoja nipoe, nipate break. Afu na kiamka hapo natandika witiri yangu, nasubiri alfajiri. Angalia mke pia bado anamwamsha mumewe. Mumangu, mbona unalala witiri bado? Unalala nalala macho tu, moyo uko. Itafika wakati nitaachilia macho na moyo utaendelea. Sawa? Ndio ukisikia kuna wakati watu wakilala kiamka wanaendelea na swala zao, hawatawazi. Ni wale ambao wanalala macho, moyo uko hai. Sio sisi tunaanza kulala moyo alafu macho anafuatilia. Lazima unye tu hapo. Hapo katawazi. Sawa? Nalala vyote. Fadhili. Kuna rafiki yangu mmoja alikuja kunihadithia, sasa leo imetokea kituko. Nimelala, kaingia jambazi nyumbani. Yeye alikuwa na bunduki. Yule akaingia kufanya chochote, kachukua bunduki tu kaondoka nayo. Si mmeelewa hapo? Hebu tafakuri, wewe lilalaje? Kalala na bunduki chini ya mto, kwamba kitokea mtu yote, lakini mtu kaja mpaka pale. Sasa mimi nataka umpwaji tu endelea kulala. Anaweza au mchana, nikamwambia hapana, wewe umelala vyote. Umelala? Baya sana. Ndio pale niliposema mimi mtu mwenye kulala sana simpendi. Watu wanafasiri vingine, lakini ni kweli kabisa, usilale sana, lala kidogo. Tunaendelea Hadithi inafuata inasemaje? Wa anha, na kutoka kwake na Aisha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam kana alikuwa ndio yanamu awwala laili, akilala mwanzo wa usiku, wa yaqumu akhirahu, na anasimama mwisho wake, fa yusalli, anaswali ipo hiyo ili apate nini? Tatajafa junubuhum, akilala ili baadaye aamke. Muttafaqun alayhi. Sawa. Wa an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, niliswali na mtumi siku moja laila, usiku. Falam yazal qa'iman, hakuacha kuwa ni mwenye kusimama, hata hamamtu bi amri su'in, mpaka nikalikusudia jambo ovu. Kila pakaulizwa, ma hamamta, ulikusudia nini? Akasema, hamamtu an ajilisa, nilitamani nikae, wa ad'ahu, na nimwache endelee na swala yake, simuwezi.
Ulitamani nini? Nitamani nikae sasa mzee. Hiyo tena ni horsepower 6000. Mimi siziwezi. Ngoja nikae kidogo. Sasa nilisimama mpaka miguu. Huyu babu vipi? Na siku zote watu wakubwa na kwa hivyo. Juzi afande kaniuliza hapa, ulali kama nalala nini shaka? Mathalan nimemkuta yeye afande kalala. Kisha kaniuliza ulali, nikamwambia lala wewe, mimi huyo afande chini. Saidi tulisikia leo pia Fadhili kaniuliza, nikamwambia atupoi. Kazi hapa. Talala huko akhera tusome hadithi ya mwisho. Wa an Hudhaifa radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallama. Hudhaifa anasema ni swali pamoja na Mtume sallallahu alayhi wasallam dhata lailatin, usiku mmoja. Faftataha al-Baqarata, akaanza na suratul Baqara. Fakultu, nikasema yarkau inda al-mi'a, huyu kwa mwendo huu atarukuu akifika aya ya 100. Thumma madha, akapitisha. Fakultu, nikasema yusalli biha fi raka, ataiswali hii katika rakaa moja. Famadha, kapitiliza. Fakultu, nikasema yarkau biha, atarukuu kwa hiyo. Umeelewa Thumma iftataha an-nisa, kisha akaanza suratu Nisa. Hamna rukuu hapo. Fakaraaha, akaisoma yote menimo tu. Thumma iftataha ala Imran, kisha akaanza na fakaraaha, akaipiga tena. Bwana alikuwa na maksudi yakra'u mutarassila, anasoma taratibu neno kwa neno. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, hivyo alif lam mim. Tumesoma msafu mzima, nyinyi mmesoma hakukuwepo na msafu pale hakukuwepo na ya sasa hapo hakuna Qur'ani. Waratilil Qur'ana hivi. Mnamsikia Hudhaifa anasema sio mchezo, yakra'u mutarassila, taratibu kwa kuachia vitu. Sura ngapi hizo kazipiga? Anakwambia tena kusudi yake nyingine, idha marra bi ayatin fiha tasbihun, akipita katika aya inayoelezea tasbihi, sabaha, huongeza vitu vingine. Wa idha marra bi sualin, na akipita katika aya yenye swali, saala, anaomba, hamna kuacha kitu. Wa idha marra bi ta'awudhin, ta'awadha, akipita sehemu ya kutakiwa kuhifadhi kusema a'udhu billahi, anasema. Thumma raka'a, kisha ndio akarukuu. Sawa Faja'ala yaqulu, akawa anasema subhana rabbiyal azim. Mimi naisikia subhana yakuna anasema subhana, nasikia gazi sajidan, mwenye kusujudu, sio ya ndani. Sema nyie amsomi tu Qur'ani, amsomi nasoma. Uzuri wa Qur'ani ukisoma kila siku inakaa yenyewe kichwani, na mtu akikugusia tu. Huyu Zakaria zamani alikuwa mwepesi sana, lakini sasa vitamkamia wapi kitunda, na yeye amekuwa kitundu. Kuna maswali mawili, mmoja sana, naomba kujua swala ya witri ikoje au inaswaliwaje. Swala ya witri ni kama swala nyingine tu, tofauti ya swala ya witri na swala nyingine, hii ni swala ya usiku, na rakaa zake ima 1 au 3 au 5 au 7 au 9 au 11. Mtume aliswali witri mwisho rakaa 11, lakini visomo ndo vile vile. Unaweza kuswali 11 zote ukawa unatoa salamu kila katika rakaa 2. Ile ya mwisho unaweza kufanya peke yake, sawa? Au unaswali 2. Ukifika 9 ndio kwa hiyo ya 10
9, 10, 11 zile unachanganya. Ukifika ya 8 kuanzia 9, 10, 11 unaweza kuswali 3. Sawa sawa? Haya, mwingine anauliza kuamka usiku kwa kuweka alam ni sahihi? Pia ni sahihi. Weka alam, jizoeshe kuweka alam, lakini jizoeshe pia kuamka hivi hivi. Alhadi Muhammad Alhadi anaumwa sana na ametuomba dua. Haya, Alhadi wetu huyo, mwanangu huyo anaumwa, anasema basi kama kawaida tunamwomba Mwenyezi Mungu atupe ilmu nafi, atuzidishie maarifa na ufahamu, atufanye na sisi ni wanachuoni, atufanye ni wajihi katika dini, atusamee makosa yetu, azitengeneze afya zetu, amin, atufanyie wepesi riziki zetu, atuweke mbali na wabaya wetu, azitengeneze nyoyo zetu, tuwe wengi wa kufanya mema, na haya tunayoyasoma atufanyie wepesi katika kuyatumia, sisi pamoja na hao wote ambao kwamba wanaifuatilia darasa hii live, lakini hata wale watakuja kuangalia marudio. Mwenyezi Mungu wagonjwa wetu hawa awape shifa, awarudishie afya zao. Wale usafiri Mwenyezi Mungu awafikishe salama, hatimaye awarudishe salama. Wenye biashara Mwenyezi Mungu aondoshe mizongi ya biashara, aweke mbali na muharamati ya biashara ikiwemo riba na vinginevyo. Viongozi wetu Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi. Viongozi wetu wa kidini na viongozi wetu wa kitaifa wote kwa nafasi zao Mwenyezi Mungu awatengenezee mambo yao, awaondoshe kila aina ya baya, husda za mashariki na magharibi, kaskazini na kusini, usiku na mchana, bara na baharini, mbali na karibu, zikitoka kwa mtu au kwa jini, kiumeni au kikeni. Tusomeni zile sura 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana illa alladhina amanu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraish. Kupigeni namalizia darasa. Falyabudu rabba hadha albayti alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri naffathati fil 'uqad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa khawatir lana fi dinina fa'alil qutri unza wa dhaka Rabbi wasiqna wasiqum lima tartawi qawlan wasiqan karama warzuqi kulla halan daima wa qilla asliya ulama nahlahu lil khairi wa nufa kulla syar Rabbana asrina kulla syurun wa ajra birridha minka wa qadhi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusul manun
وخفت أنت كراما وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحق هذا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغراء عالم سري مستجيب دعواتي ربي فإنه ما برسول الله وحل المشكلات من هذا العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرة وحياة القلب مجالسه وخراب القلب مهاجرة ويموت العلم إذا اندرست وعفت في الناس مدارسة ومياه العلم بها انطفأت نيران الجهل وعائلة ومداد كتابته وردت بدم الشهداء موازنة فالعلم مزيته ارتفعت ودليل الخير ممارسة